Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya VOC Media, ambapo tunazungumzia siri, historia na uhalisia wa maeneo ya ajabu duniani. Leo tunaelekea barani Afrika, bara lenye utajiri, mali asili, historia za kushangaza na maeneo ya ajabu yanayobeba hadithi, hofu, uzuri na hata roho za kale. Leo hii tunakupeleka safari ya kipekee ya kuvuka mapori ya giza, misitu yenye wanyama wa ajabu, milima ya kusisimua na maeneo ambayo wenyeji wake huyaogopa kwa sababu ya kiimani au matukio ya kihistoria. Mimi ni Khalfan Rajabu wa VOC Media. Unapoangalia taarifa hii usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili kwanza kupata taarifa zetu. Nianzie msitu wa Congo, Democratic Republic of Congo. Msitu wa Congo ndio msitu wa pili kwa ukubwa duniani baada ya Amazon. Unachukua zaidi ya kilomita za mraba milioni 2, pita mataifa zaidi ya 6. Katika maeneo ya ndani ya msitu huu kuna sehemu ambazo hazijawahi kuguswa na mwanadamu. Kuna hadithi za jamii za wenyeji kuhusu viumbe wa ajabu kama Mokele Mbembe, inasemekana kuwa kama dinosauri. Shughuli zinazofanyika ni pamoja na uwindaji, utafiti wa mimea ya tiba asili, pamoja na uchimbaji wa madini. Lakini pia kuna maeneo yanayodhaniwa kuwa na nguvu za kichawi, vichaka ambavyo wenyeji hawathubutu hata kuingia. Mifumo ya kiikolojia hapa ni tajiri mno: sokwe wa milimani, nyoka wakubwa wa aina ya mamba na ndege adimu kama shoebil. Ni msitu wa kutisha lakini wa kipekee. Msitu namba 2, msitu wa Bwindi uliopo nchini Uganda. Huu ni msitu wa mlimani wenye mvua nyingi ulioko kusini magharibi mwa Uganda. Unajulikana kwa makazi ya sokwe wa milimani walioko hatarini kutoweka. Lakini si sokwe tu. Ndani ya Bwindi kuna njia nyembamba zilizofichwa, sauti zisizojulikana za usiku na hadithi za kale kuhusu mizimu ya watu waliopotea. Wananchi wa maeneo ya karibu wanaita mahali ambapo dunia na roho hukutana. Shughuli kuu hapa ni utalii wa sokwe, tafiti za wanyamapori na uvunaji wa mimea ya dawa. Msitu huu ni kivutio, lakini pia ni siri ya asili isiyofichuka kirahisi. Msitu namba 3, msitu wa Aberdare uliopo nchini Kenya. Aberdare ni mlima yenye misitu mizito yenye mawingu ya mvua mwaka mzima. Wenyeji wa kabila la Kikuyu wanaamini msitu hii ni makazi ya miungu. Maji kutoka msitu huu ndiyo chanzo cha mito kama Tana na Athi. Msitu huu pia ni maarufu kwa shughuli za wanyama kama tembo, chui na nyati. Lakini wakati huo huo kuna maeneo yenye anga la kutisha, msitu mzito isiyopenya mwanga. Msitu namba 3 ni msitu wa Aberdare uliopo nchini Kenya. Aberdare ni milima yenye misitu mizito yenye mawingu ya mvua mwaka mzima. Wenyeji wa kabila la Kikuyu wanaamini msitu hii ni makazi ya miungu. Maji kutoka msitu huu ndiyo chanzo cha mito ya Tana na Athi. Msitu huu pia ni maarufu kwa shughuli za utalii wa wanyama kama tembo, chui na nyati. Lakini wakati huo huo kuna maeneo yenye anga la kutisha, msitu mizito isiyopenya mwanga ambapo watu wanasema wamesikia sauti na kuona vivuli vya ajabu. Wataalamu wa mazingira hufanya kazi kubwa kulinda ekolojia ya Aberdare, lakini misitu hii bado inaonekana kuwa na roho ya aina yake. Msitu namba 4, msitu wa Dzangshar, Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika bonde la Kongo, msitu wa Dzangshar umejaa viumbe wa ajabu, tembo wa msituni, nyani wa aina adimu na ndege wa ajabu. Lakini kinachovutia zaidi ni jamii ya Bayaka, wawindaji wa jadi wanaoishi ndani ya msitu huu kwa maelfu ya miaka. Wanajulikana kwa kuimba nyimbo za kuwasiliana na msitu, nyimbo ambazo wakati mwingine huonekana kuwaita wanyama au hata kuwatuliza. Kuna shughuli za utafiti, utalii wa kiikolojia, lakini pia hadithi za kupotea kwa watalii. Msitu huu ni wa kawaida, ni mahali pa roho asili na maajabu yasiyoelezeka. Msitu namba 5, msitu wa Skeleton Coast uliopo Namibia. Huu ni msitu wa kijani, lakini ni eneo la ajabu. Pwani ya Skeleton ni jangwa lililokutana na bahari iliyojaa meli zilizovunjika, mifupa ya wanyama na mazingira ya kutisha. Ingawa haionekani kuwa na maisha, kuna wanyama kama simba wa jangwani, tembo wanaoishi katika jangwa na wanyama wa ardhini waliobadilika kuishi katika hali ngumu. Shughuli hapa ni utalii wa kipekee, upigaji wa picha na utafiti wa mabadiliko ya mazingira. Eneo hili lina jina la kutisha, lakini uzuri wake ni wa kupendeza na kusisimua. Namba 6, msitu wa Nyungwe uliopo Rwanda. Msitu huu wa milima unajulikana kwa kuwa na mimea ya wanyama zaidi ya aina 1000. Ni miongoni mwa misitu ya kale zaidi barani Afrika. Kuna ngedere, sokwe, nyani aina ya colobus na ndege zaidi ya 300. Kuna daraja la kutembea angani ambapo unaweza kutembea juu ya mti ukiangalia chini katika kina cha msitu. Lakini pia kuna hadithi za wenyeji kuhusu viumbe wanaoishi kwenye giza la msitu huu. Shughuli kubwa ni utalii,
elimu ya mazingira na tafiti za mimea ya dawa. Msitu namba 7, msitu wa Tai uliopo Ivory Coast. Msitu huu umeorodheshwa kama urithi wa dunia na UNESCO. Ni nyumbani kwa wanyama wengi wa ajabu kama chui wa msituni, sokwe, tai na ndege wa kipekee. Lakini pia kuna visa vya ajabu, watalii waliosikia sauti zisizotambulika usiku. Inaaminika baadhi ya mashujaa wa kale wa Afrika Magharibi walijificha hapa, wakitumia miti ya dawa na nguvu za misitu. Shughuli za uhifadhi, tafiti za magonjwa kama Ebola na utalii wa kisayansi ndizo zinazoendeshwa hapa. Msitu namba 9, msitu wa Mayombe uliopo Angola, Kongo na Gabon. Msitu huu wa mvua unaenea katika nchi 3, Gabon, Angola na Kongo Brazzaville. Unajulikana kwa wanyama wakali kama tembo, chui na nyoka wa ajabu. Uchimbaji wa mbao, utafiti wa mimea tiba, shughuli za kijeshi na vikundi vya waasi. Lakini kwa wenyeji, Mayombe si tu msitu, ni dunia nyingine. Hadithi za mizimu, wachawi na watu wanaopotea bila kurudi zinawasimulia kila wakati. Msitu namba 10, msitu wa Lob uliopo Gabon. Msitu wa Lob ni moja ya maeneo ya kale sana barani Afrika, ukiaminika kuwa na historia ya zaidi ya miaka 15,000. Eneo hili ni mchanganyiko wa misitu ya savana, lakini ndani kuna maeneo ambayo hata wanasayansi hawaingii bila vibali maalum. Inasemekana kuna sehemu ambazo zina mionzi ya ajabu isiyoeleweka kisayansi, na baadhi ya uchunguzi wameripoti kupotea kwa vifaa vya GPS ndani ya msitu huo. Lakini pia kuna mafuvu ya kale ya binadamu ambayo yamepatikana huko, yakiaminika kuwa na jamii za kihistoria zilizotoweka ghafla. Shughuli ni utafiti wa kihistoria wa hifadhi na utalii mdogo kwa walio tayari kuingia kwenye hatari. Msitu namba 11, msitu wa Gola, Sierra Leone na Liberia. Msitu wa Gola ni maeneo ya milima yenye mvua nyingi sana na mara nyingi hukumbwa na ukungu mzito. Ukielekea ndani zaidi ya hali ya hewa hubadilika ghafla. Wenyeji wa makabila ya Mende na Gola wanasema kuna maeneo ambayo malaika wa giza huishi. Wenyeji wa makabila ya Mende na Gola wamesema kuna maeneo ambayo malaika wa giza huishi, na wameweka marufuku watu kupita huko baada ya saa 12 jioni. Kuna wanyama wa kipekee kama tembo wa misitu, leopard na nyani wa Diana. Shughuli kubwa ni uhifadhi, lakini wageni wachache wanapata ruhusa ya kuingia ndani kabisa. Msitu namba 12, msitu wa Zaraninge, Tanzania, Saadan. Zaraninge ni msitu wa kipekee ukiwa karibu na bahari ya Hindi. Zaraninge ni msitu wa kipekee ambao huungana na maeneo ya pwani. Ni tulivu, lakini pia unaonekana kama eneo lililosauliwa lenye sauti za ajabu za ndege, na wakati mwingine mwanga wa buluu unaonekana juu ya mti usiku. Wenyeji wanaamini ni msitu unaolindwa na viumbe wa rohoni na ni marufuku kuingia bila ibada maalum. Shughuli zinazofanyika ni utafiti wa wanyama wa pwani, utalii wa misitu na utafiti wa mimea nadra. Msitu namba 13 ni msitu wa Kayas, pwani ya Kenya. Kayas Forest ni msitu mtakatifu uliotambuliwa na UNESCO. Kaya ni maeneo ya kale yanayotumika na jamii za Mijikenda kama makazi ya kiroho. Msitu huu una miti minene ya kale sana na maeneo yenye nguvu za ajabu ambapo hata watalii hawaruhusiwi kupiga picha. Inaaminika kuna baadhi ya maajabu bado wanaishi kiroho humo, na kuna mifupa ya binadamu iliyo katika mashimo marefu yasiyoguswa. Shughuli zinazofanyika ni za kitamaduni, tafiti za kiroho na uhifadhi wa mazingira ya kipekee. Msitu namba 14, msitu ya Ituri iliyopo DRC, sehemu ya kaskazini ya misitu ya Kongo. Ituri ni msitu wa ajabu unaopatikana kaskazini mashariki mwa DRC. Ndani yake wanaishi jamii ya watu wa Pygmy, wale waliopo na urefu mfupi wa kiasili. Wanajulikana kwa uhusiano wao wa karibu sana na misitu. Lakini pia Ituri ni maarufu kwa visa vya ajabu, sauti za mfululizo na ngoma usiku. Maono ya viumbe vikubwa vya kipekee na maeneo ambayo hata wanyama hukwepa. Inajulikana kwa mimea ya dawa, uwindaji wa kiutamaduni na utafiti wa ekolojia ya kale. Msitu namba 15, msitu ya Afromentan, Ethiopia. Hifadhi ya Herema. Katika milima ya Bale kuna misitu ya Herema, moja ya misitu ya kipekee duniani yenye wimbo wa upepo unaosikika kama sauti ya binadamu. Ni moja ya misitu ya mwisho yenye nyani wa Bale, monkey na mbwa mwitu wa Ethiopia. Lakini zaidi ya hapo kuna hadithi za malaika waliopoteza njia ambao wanaishi ndani ya msitu huo, na wakati mwingine huonekana kama mwanga mweupe unaozunguka haraka. Watafiti wachache huingia ndani na shughuli nyingi za hifadhi na uchunguzi wa mimea adimu.
Msitu namba 16 ni msitu wa Lendu Plateau uliopo DRC karibu na ziwa Albert. Huu ni msitu ulioko katika nyanda za juu wenye mvua nyingi na miti mirefu sana. Lakini kinachotisha ni muonekano wa giza kali hata mchana, na visa vya askari waliopotea kabisa katika doria. Wenyeji wanazungumzia juu ya viumbe wa kale waliobaki ndani ya msitu huo, kama nyoka wenye miguu na ndege wasio na vichwa. Shughuli ni chache sana kutokana na ukosefu wa usalama. Utafiti wa kisayansi hufanyika kwa tahadhari kubwa. Msitu namba 17, msitu wa Mount Nimba, Guinea, Cote d'Ivoire na Liberia. Ni mojawapo ya maeneo tajiri ya bioanuwai barani Afrika. Lakini pia msitu huu unaelezwa kuwa na maeneo yenye sumaku kali za ardhini inayoharibu vifaa vya mawasiliano. Wengine wanasema msitu huu huathiri ndoto za watu waliopiga kambi humo. Shughuli ni uchimbaji mdogo wa madini kwa udhibiti mkali, uhifadhi wa mazingira na utafiti wa kiasili. Msitu namba 17, msitu wa Njombe Highland, Tanzania. Misitu ya juu ya Njombe ni maarufu si tu kwa mandhari yake ya kuvutia, bali pia kwa historia ya wachawi wa jadi wa zamani. Inasemekana baadhi ya maeneo yalitumiwa kwa ibada za jadi zenye nguvu nyingi za kichawi. Kuna mapango ya kale, vichaka visivyopitika na miti mikubwa iliyoandikwa alama za kale. Shughuli ni za kihistoria, utafiti wa kiutamaduni na uhifadhi wa mimea ya dawa. Msitu namba 19, msitu wa Mafinga uliopo Zambia karibu na Tanzania. Mafinga ni maeneo ya milima yaliyojaa misitu midogo midogo, lakini kila moja ina hadithi yake. Kuna miti yenye mashimo yanayosikika kama sauti ya kupumua, na wakati mwingine sauti za watoto wakicheka usiku bila kuonekana. Jamii za huko zinaamini kuna walinzi wa pori, viumbe wa kiasili wanaolinda msitu dhidi ya wavamizi. Ukivunja sheria unaweza kupotea bila maelezo. Shughuli ni uhifadhi mdogo, utalii wa kiasili na tafiti za kibinadamu. Na huo ndio mwisho wa historia yetu ya leo. Ulikuwa na mimi Halfan Rajabu wa VOC Media. Usisahau kusubscribe, comment pamoja na kulike ili uanze kupata taarifa zetu.